Kristo, ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 21, anasema kwamba sio kila mtu atakayeniita Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye ambaye anayatenda mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Sasa usemi huu au maneno hayo ya Kristo yanatukumbusha usemi unaosema undugu sio kufanana. Undugu ni nini? Undugu ni kufaana. Na Kristo mwenyewe alitoa mfano juu ya yule aliyekuwa amepigwa na karibu kufa, lakini wakapita watu wa jamii yake, akapita kuhani, akapita sijui nani, watu wa karibu yake hawakumpa msaada yoyote. Lakini akapita mtu ambaye kwa asili anaonekana kuwa ni mhasimu, huyo Msamaria. Na haitwi tu Msamaria, anaitwa Msamaria mwema. Ingaji sisi ukisikia mtu anasema wewe umekuwa Msamaria, tunamaanisha umekuwa Msamaria mwema. Lakini ukimwita tu mtu wewe umekuwa Msamaria, maana yake umekuwa adui, kwa sababu ule kuitwa Msamaria ni kuwa adui, ila ukitenda jema ndio Msamaria mwema. Sasa huyu ambaye jina lake kuonekana kuwa ni la uadui, lakini kwa sababu ametenda kwa yule aliyepata majeraha, huyo amekuwa Msamaria mwema, amekuwa jirani yake na amekuwa ndugu yake yule ambaye alivamiwa na wanyang'anyi na ambaye akamsaidia kumlipia na katika matibabu yake, lakini wale ndugu zake hawakufanya hivyo. Kwa hivyo hiyo ni tahadhari juu ya ufuasi wetu, kwamba kujitambulisha katika ufuasi sio tu kwa sababu tumebatizwa, sio tu kwa sababu tunakuja kanisani, lakini je, hili ni moja, lakini tunatendaje mapenzi ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kutambulika mbele ya Mwenyezi Mungu, tuweze kuurithi ufalme wa mbingu? Leo tunaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Barnaba mtume. Yeye anapata sifa ya utume ni kutokana na jinsi alivyotenda kazi za kitume. Yeye amefanya kazi kubwa ya kuimarisha imani katika kanisa la Antiokia, na kwa maisha yake na kwa wale wanafunzi wa Antiokia ambao walibatizwa wakampokea Roho Mtakatifu na wakadhihirisha maisha yao kufanana na Kristo, tunaambiwa ni katika Antiokia Wakristo waliitwa jina hilo kwa mara ya kwanza. Wafuasi waliitwa kuwa Wakristo kwa mara ya kwanza. Sio wameitwa Wakristo kwa sababu wameonekana na kubatizwa tu, lakini matendo yao yalimfia Kristo. Na Barnaba ambaye ni shahidi amemfia Kristo, na hivi anapata sifa ya kuwa mtume. Ndugu zangu, kila mmoja wetu atafakari ufuasi wake. Nimebatizwa, nimepata kipaimara, ninapokea ekaristi, nimekuwa padre, sijui umekuwa mwanandoa, lakini hata hayo Kristo anaweza akasema hatujui sisi. Hivyo ndugu zangu, tujaliwe matendo ya uvumilivu, tujaliwe matendo ya imani, tuweze kuitwa Wakristo
kwa maisha, sio Wakristo kwa jina. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.